majina naitwa Dr. Moses, mtaalamu wa mifugo kwa kampuni ya Madunga. Na kama nakumbuka vizuri, awamu iliyopita tulikuwa na mwendelezo wa ufugaji wa ng'ombe. Tuliona ni jinsi gani unaweza kupata kuchagua ng'ombe aliye bora. Tukaona jinsi gani unaweza kumlisha kala vizuri. Tuliona jinsi gani unaweza ukamtengenezea banda lake na akaweza kustawi, ukakuwa vizuri, wewe ukapata faida, lakini pia na mnyama wako pia akastawi. Lakini tuliacha kipengele kimoja ambacho ni kipengele muhimu zaidi, na ndicho tutakachoenda kukiongelea siku hii ya leo, ambacho kipengele hichi kilikuwa kinahusiana na magonjwa, jinsi gani ya kuepukana wanyama wako wasipate magonjwa, na ni aina gani ya magonjwa ambayo yanashambulia zaidi wanyama, hasa upande wa ng'ombe. Leo tunaongelea zaidi kwenye ng'ombe. Magonjwa ya ng'ombe yako magonjwa ya aina nyingi, na kama kawaida ya magonjwa ilivyo, yamewekwa au yametengwa katika vikundi. Kuna magonjwa ambayo yanasababishwa na kundi la wadudu ambao wanaitwa bakteria, lakini kuna ugonjwa ambao yanasababishwa na virus, kuna magonjwa yanayosababishwa na protozoa, kuna magonjwa ambayo yanasababishwa na wadudu ambao tunasema ni parasitic disease, lakini pia kuna magonjwa ambayo yanasababishwa na vifaa vya ujenzi au nasema ni hardware disease, na kuna magonjwa ambayo yanasababishwa na mapungufu ya baadhi ya madini kwenye vyakula ambayo tunaita ni mineral deficiency. Kwa hiyo leo kwa haraka tutagusia kidogo kila sehemu, mtu apate mwanga na jinsi gani ya control ugonjwa usikufike. Kabla ya kuongelea ugonjwa, kwanza tuone ni hasara ipi utaipata endapo mnyama wako ataumwa. Mosi, mnyama akiumwa, kwanza kuna mawili: aidha umpoteze mnyama au uingie wewe gharama ya kumtibia akapona. Sasa kabla hujafika huko, lazima uangalie ni jinsi gani naweza nikamtunza ng'ombe wangu asiweze kupata hayo maradhi. Njia ziko nyingi za kuepukana na maradhi. Nitaeleza kwa ufupi kwa sababu ya muda wetu ambao unatupa mkono, lakini naamini kila mmoja atanielewa vizuri. Kipindi cha nyuma, kile kipindi kilichopita, tulipokuwa tunaongelea ujenzi wa mabanda, ule kuanzia ujenzi wa banda lako unavyojenga, una control pia baadhi ya magonjwa. Tumeona magonjwa mengi yanasababishwa na bakteria na protozoa na virus, lakini hawa wadudu wengi wanaishi kwenye mazingira, hasa mazingira ya uchafu. Mfano, bakteria wanakaa sana sehemu za uchafu, sehemu za majimaji. Kwa hiyo ukitengeneza banda lako vizuri, ukawa linasafishika vizuri, kwa utakuwa umecontrol hayo magonjwa. Na hii njia ya control ugonjwa kwa njia hii huwa tunaita biosecurity. Yaani kwamba una control ugonjwa bila kutumia dawa yote kutibu. Kwa unafuata zile principles za ufugaji, kwamba umetengeneza banda vizuri, unazuia watu ambao hawahitajiki bandani kwako kufika hovyo bandani kwako, kwa sababu mtu ambaye anakuja bandani kwako kama sio mhusika, pia anaweza nikawa ni kibebeo cha ugonjwa. Tunasema anaweza kawa ni carrier wa ugonjwa. Lakini pia nyakati za milipuko ya magonjwa, huwa tunashauri waachane na zile movement ambazo hazina umuhimu kwa wanyama. Mfano, wale wanyama unaoenda kuwachunga ambao unaweza kupunguzia kama kwa katia majani ndani, pale pia unakuwa unapunguza magonjwa. Lakini pia unaweza kutumia disinfectant, dawa kuingia pale mlangoni. Kabla hujaingia mabandani, unaweka pale mlangoni. Mnakumbuka nilieleza vizuri kwenye ujenzi wa mabanda. Kwa hiyo ukiweka ile disinfectant pale mlangoni, pia wewe mwenyewe inakusaidia kuzuia wadudu wa bakteria usiingie nao kule
bandani, au either ni protozoa au ni virus usiwaingize kule bandani. Kwa hiyo biosecurity ni pana kidogo, kwa hiyo tunaweza tukaiongelea kwa upana zaidi kwa nyakati nyingine. Na hii biosecurity tunaipigia kelele sana wataalamu, sio tu kwenye upande wa ng'ombe, ni kwa mifugo yote, kwa ufugaji wa kuku, wafugaji wa njiwa, wafugaji wa bata, wafugaji wa mbwa. Hii biosecurity tunaipigia kelele sana. Na kwa nini tunaipigia kelele sana? Sio kwamba tunaielimisha sana, kwa sababu inakusaidia wewe kudhibiti magonjwa kwa gharama ndogo au pasipo kutumia gharama kabisa.